Wapendwa taifa la Mungu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu tulilolisikia, na hasa tutafakari zaidi maneno tuliyosikia kutoka Injili ya Mathayo sura ya 11. Maneno tuliyoyasikia tunaweza tukayaweka katika muktasari wa ile principle ambayo tulijifunza makatekista katika elimu jamii, preferential option for the poor, upendeleo wa pekee au kipaumbele cha pekee kwa maskini, wanyonge, wale ambao katika jamii wamesukumwa pembezoni mwa jamii. Hao ndio ambao Yesu anatualika tuwape kipaumbele. Wapendwa, katika mfululizo wa Injili tulizokuwa tukizitafakari siku ya Jumapili, tulikuwa tunatafakari juu ya Injili ya umisionari, Mungu alivyomtuma mwana wake duniani, naye akawachagua aliyowataka na akawatuma. Kama mnakumbuka, tulianza kutafakari juu ya ile sura ya 5 kuanzia aya ya kwanza mpaka ya 12, ambayo ni kama katiba, ni kama mwelekeo au kama dira ya utume wa Yesu. Zile heri 8: maskini wa roho, wapole, wenye huruma, usafi wa moyo, wale wanaoteseka kwa ajili ya Injili ya Kristo. Anasema hao ndio waliobarikiwa, ndio ambao alitumwa aende kuwatangazia habari njema ya kukombolewa kwao. Baada ya hiyo katiba, Bwana wetu Yesu Kristo amekuwa akielekeza namna wafuasi wa Yesu, wale waliowatuma, watakavyoenenda kule, watakayoyasema, zile attitudes ambazo wanapaswa kuzifuata. Leo hii wale wafuasi aliyowatuma waende wamtangulie. Kabla yeye hajaenda, wanarudi wanampa taarifa. Katika Injili ya Luka, kipande hicho kinaeleza jinsi wafuasi wa Yesu waliporudi walikuwa na furaha kubwa, walikuwa na mhemko. Wanasema, Bwana, yaani jinsi ulivyotutuma, tulipoenda kule hata pepo walikuwa wanatutii, wagonjwa wanapona. Basi tumetenda mambo makuu. Naye akawa anawaambia ya kwamba msifurahi kwa sababu pepo wamewatii au wagonjwa wamepona, bali furahini kwa sababu majina yenu yameandikwa mbinguni. Ni Baba ambaye alikuwa akitenda hayo kati yenu. Na leo hii Injili ya leo inaanza na Yesu akimshukuru Baba. Ni sala.
na kushukuru Baba wa mbingu na nchi, kwa maana mambo haya yote walioyatenda kule, walioyaona kule kumwa kwenye pembezoni mwa jamii, wakoma, wenye dhambi, kama yule mwanamke ambaye anadhalilishwa mbele ya watu. Anasema umewafunulia watoto wachanga, na sio wachanga kwa kimo, sio wachanga kwa umri, bali ni wale ambao jamii imewasukumiza pembeni. Basi ndio maana Bwana wetu Yesu Kristo anaanza kwa kumshukuru Baba na kushukuru Baba wa mbingu na nchi, kwa kuwa hii siri ya ufalme wa mbinguni umewaficha wenye hekima na akili, na ukawafunulia hawa ambao sasa mitume wale 12 ambao walikuwa wamewachagua, baadaye wakaongezeka wale 72, wametambua siri ya ufalme wa mbinguni. Ndugu zangu, siri ya ufalme wa mbinguni tunaweza tukaisoma kwenye Biblia. Tunaweza tukawa wataalamu wa liturujia, tunaweza kuwa wahubiri maarufu, tunaweza tukahitimu kama hapa ndugu zetu wamehitimu, wanatumwa kuwa makatekista, wakautangaze ufalme wa mbinguni. Wamesoma mambo mengi. Hata sisi hapa mimi na Padre Wense tumehudhuria madarasa karibu tukayamaliza karibu yote. Nafikiri siri ya ufalme wa mbinguni tumeifahamu. Siri ya ufalme wa mbinguni inafunuliwa kwa wanyenyekevu. Siri ya ufalme wa mbinguni inafunuliwa kwa sababu sisi ni wadhaifu. Sisi upeo wetu ni mdogo. Sisi maono yetu yanafika tu distance ndogo tu. Akili zetu zinafika mahali padogo tu. Lakini tukinyenyekeza mbele ya Mungu, tukinyenyekeza mbele ya Yesu, tukiwa wafuasi wa kweli wa Yesu, kweli siri ya ufalme wa mbinguni tutafunuliwa. Maana maisha ya mwanadamu, ndugu zangu, kama tunavyojifunza katika katekisimu, kwa nini Mungu alituumba akatuweka duniani? Wazee wetu walitufundisha, mpaka sasa makatekista mnaenda kufundisha, ili Mungu alituumba akatuweka duniani ili tumjue, tumpende, tumtumikie. Tunajua, lakini tunajua kwa matendo, lakini tunaishi. Leo hii Bwana wetu Yesu Kristo anasema ili kumjua Mungu inabidi tujishushe. Ili kumjua Mungu
inabidi tumwangalie yeye aliyetumwa naye. Ndio maana nasema hakuna mjuaye mwana ila Baba. Mafarisayo na waandishi walifikiria wanamjua Yesu yule. Wewe mbona ni mwana wa seremala? Ndugu zako tunawafahamu, mama yako na baba yako tunawafahamu. Walimjua kweli? Hawakumjua. Hakuna mjuaye mwana ila Baba, na hakuna mjuaye Baba ila mwana, yule ambaye alishuka toka mawinguni, kutoka juu mbinguni, akafanyika neno, neno likawa mtu. Na yeyote ambaye mwana apenda kumfunulia, ni ufunuo, ni ufunuo. Na ufunuo umeandikwa katika Biblia. Ufunuo upo katika mapokeo. Ufunuo uko katika mamlaka halali ya kanisa. Lakini ufunuo upo katika maono ya kila siku, maisha ya kila siku, toka asubuhi mpaka jioni, toka Jumatatu mpaka Jumapili, toka tarehe 1 mpaka tarehe 30, toka Januari mpaka Disemba. Mungu anajifunua kwetu na anatutuma tuwapelekee ujumbe huo ambao anaufunua kwetu, tupeleke kwa wengine, tupeleke kwa wengine. Basi leo wanafunzi wangu niliyopewa na Yesu, makatekista, yale tuliyojifunza darasani yakatusaidie tuwe wapole na wanyenyekevu, yakatusaidie tuwe wapole, kwa sababu kama tulivyosikia katika somo la kwanza, Bwana wetu Yesu Kristo ambaye alitabiriwa katika kitabu cha nabii Isaya sura ya 42, soma aya ya 1 mpaka ya 4, yule mtumishi wa Mungu ni mnyenyekevu. Ni yule ambaye aliwaruhusu watu wavute ndevu zake. Ni yule ambaye aliwaruhusu watu ambao ni viumbe wake wampige vinjereti. Ni yule ambaye aliwaruhusu watu ambao ndio kwao walikuwa ametumwa wamwekee taji la miiba kichwani. Ndiye yule aliwaruhusu wale ambao ametumwa kwao wamtemee mate, wamwambe msalabani, akawe sadaka kwa ajili yetu sisi sote. Na huyo tunaambiwa katika kitabu cha nabii Zakaria tulichokisoma, ya kwamba amekuja ni mfalme mnyenyekevu, mpole, amepanda mwana punda, azivunjaye silaha za vita. Ndo huyo tunayetumwa tukamtangaze. Ndio huyo tunayetumwa tukamdhihirishe kwa maisha yetu, sio kwa maneno. Maana kama Mtakatifu Francisco wa Assisi anaambiwa watawa wake, tuhubirini kwa bidii, tuhubiri Injili kama ikibidi kwa maneno, lakini tuhubiri Injili kwa maisha yetu. Kwa hivi tunatumwa mimi na wewe tukamhubiri Kristo.
ikiwa ni muhimu kwa maneno, lakini zaidi kwa maisha yetu, kwa mtindo wetu wa maisha.